Kocha, hongera sana. Mmefanikiwa kuondoka na ushindi. Mchezo kwa rahisi zidi ya Paz kwa sababu katika basketball hususan hapa katika mkoa wa Dar es Salaam, ukizungumza Dar City zidi ya Paz unakuwa ni mchezo mgumu. Pengine unaweza kutuambia uliwawini wapi katika siku hii ya leo? Dar City ni timu ambayo imejipanga kwa msimu huu. Kwanza nipende kumshukuru Mwenyezi Mungu kwa ushindi huu. Lakini tumekutana na Paz ambao walikuwa wamejipanga. Ukiangalia usajili wao au misheni kila idara tume match up vizuri half ya kwanza, lakini kwa ubora wa wachezaji wangu wakaongeza skills second half na speed na matokeo yake tukawa win wenzetu ambao walikuwa wako chini kidogo. Unahisi ubora wenu kwa eneo gani hasa? Kwa sababu ukianzia kota ya kwanza na kota ya pili mlikuwa mna level score. Yaani hao wakishinda hao wanakuja kusawazisha. Nadhani ni tuko kwenye kutengeneza system kwa sababu tuna ujio wachezaji wengi. Ujio wa Hashim Thabit nadhani unaleta thamani kubwa sana kwenye ligi yetu ya mkoa wa Dar es Salaam. Ukiangalia alikuwa anacheza probably katika asilimia yake 30 ili kuangalia zile system kama zinafanikiwa. Lakini kipindi cha pili ndipo ambapo everybody start boosting up ili tuangalie momentum yetu inaenda vipi. Kwa mabadiliko ya wachezaji wenyewe kutokana na ubora wao wameisaidia leo Dar City kushinda. Ukiangalia hata Marwa ameingia kwenye kazi moja tu ya kucheza defense na matokeo yake amemfanya Tekenya ambaye ni point guard mzuri kutoka nje ya mchezo akiwa na foul 4 na hajarudi tena second half. Kwa hizi zote ni strategies za mchezo na naona leo tumefanikiwa sana kama Dar City. Dar City umefanya usajili baadhi ya wachezaji ambao wameingia moja kwa moja katika kikosi chenu. Pengine ukitazama katika mchezo wa hii leo na mchezo wa awali ambao umecheza, ni kwa asilimia ngapi moja kwa moja umeingia katika kikosi na ubora ambao unaonesha? Ni 40% tunaweza kusema. Tuna wengine ambao walicheza tu dakika moja, wengine tunawajaribu. Lakini naamini kabisa ligi ina mechi 14 kwa sasa hivi, tayari moja tushacheza. Kwa wachezaji watakuja kuonekana na chemistry nadhani itakuja kuwa imekaa vizuri. Kwa matokeo yake tukifika playoff nadhani itakuwa ni ya moto sana. Kwa ujumla, namna ambavyo ukiona ushindani wa RBA kwa msimu huu na last season, ni ushindani wa namna gani unaopenda? Nadhani ni ushindani mzuri. Nimefurahishwa sana na ushindani huu. Sio kwa Dar City tuna Paz but nilikuja hapa weekend kuangalia teams zimejipanga vizuri. Thanks to DB kwa ku-initiate sponsor na BetPower na Vodacom, nadhani wameleta chachu. Kwa unaona kila team sasa imewekeza vizuri kwenye wachezaji, wameleta wachezaji wenye quality, lakini vile vile wachezaji nao wameona kwamba huu ni uwekezaji, kwa wanaongeza kwenye kuongeza vipaji vyao. Kwa unaona ushindani utazidi kuwa mkubwa. Kwa naamini kabisa ikifika playoff timu zozote ambazo zitaingia playoff nadhani itakuwa ni ya moto sana. Game zidi ya Paz mmemaliza na mmepata ushindi. Mnarudi tena katika uwanja wa mazoezi. Kocha, moja kwa moja unarejea katika uwanja wa mazoezi. Unaenda kuboresha maeneo gani? Nadhani hamna kuboresha na tayari tumeshafanyia kazi. Tunajua weekend hii tuna mechi tena na Australia ambayo ni Jumapili. Kwa kesho tutaingia kwenye film session kuangalia vile ambavyo tumecheza leo, wapi ambapo tulikuwa tunapatia, wapi ambapo ile chemistry ilikuwa kidogo iendi vizuri. Then tutarekebisha mechi na Australia na natumai tutacheza vizuri na kuondoka na ushindi. Siko kocha, nakushukuru sana, lakini pia tunakutakia kila la heri katika mchezo unaofuata. Na asanteni sana nyie kwa support yenu ya mchezo wa basketball. Tunawasii mashabiki ambao wapo nje huko mkoa wa Dar es Salaam na wale ambao wako Dar es Salaam, basi siku za weekend waje kusupport mchezo wetu wa basketball. Nadhani una ladha nzuri, unaamsha nzuri. Naamini wataenjoy wale ambao watajisogeza hapa kwenye viwanja vya Don Bosco weekend hii. Shukrani sana. Asante sana.